mtu akiwa anatumia doksi afu pia akachukua na maziwa akatumia, tumizi ile doksi itaenda kufyonza ile calcium ambayo ipo ndani ya maziwa. Kwa hiyo dawa itashindwa kufanya kazi vizuri. Hello Mwanafi Mtaa, bado tupo Kigoma Training College, tumekutana na madam mwingine hapa. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Elizabeth Paul. Sasa Madam Elizabeth, ni kwa nini nyinyi wataalamu wa afya huwa mshauri mtu ambaye anakuwa anatumia dawa mfano Cipro au Doxycycline haruhusiwi kunywa maziwa mpaka amalize hiyo dozi ya dawa? Kwa sababu doksi, si ndio? Yeah. Ipo contraindicated na maziwa na calcium. Kwa hiyo mtu akiwa anatumia doksi afu pia akachukua na maziwa akatumia, tumizi ile doksi itaenda kufyonza ile calcium ambayo ipo ndani ya maziwa. Kwa hiyo dawa itashindwa kufanya kazi vizuri. Haishauriwi kabisa kwa sababu ya hiyo umesema kwamba doksi itaenda kufyonza calcium inayopatikana kwenye maziwa, si ndio? Ndio. Kwa hiyo unawaambiaje watu ambao bado wenyewe hawaamini hii kitu? Cha msingi tu hapo ili waamini, hata kutumia tu hiyo dawa na maziwa, si ndio? Utaona reaction yote, unaweza kutumia usipone. Kwa cha msingi ni ukipewa dozi ya doksi tumia maji mengi, pia ule ushibe, kwa sababu usipokula itaenda kuletea mauzi ya dawa, ndio ile unakuwa unapata side effect, chefu, kutapika. Kwa bora utumie maji mengi, pia ule ushibe. Asante sana madam. Mwanafi Mtaa, nafikiri umesikia madini hayo. Haishauriwi kitaalamu kutumia maziwa pamoja na doksi au Cipro kwa sababu kwenye maziwa kuna madini yanayoitwa calcium ambayo haya yatakwenda kufanya interaction na ile dawa, mwisho wa siku maambukizi uliyopata hauwezi ukapona. Kwa make sure unafuata utaratibu na maelekezo kutoka kwa wataalamu wa afya hususa wa famasia. Till next time, we'll meet again.